Kwa majina naitwa Teresia Meko, ni mfanyabiashara wa simu 2000 sokoni hapa. Nilikuwa na biashara ya vyombo na sikubahatika kutoa chochote, vyombo vyangu vyote viliteketea. Ndio. Sawa. Labda tangu kutoka kwa ajali sasa hivi maisha yakoje? Yaani tokea ajali imetokea, kwa kweli maisha ni magumu. Maisha ni magumu sana, maana kuna wajibu wa kuja hapa kila wakati kama anavyofanya mwenyekiti wetu wa soko ambao ni DC, ambao anapokuja kila siku na siku kiwepo kidogo na yeye anapata nguvu, lakini sisi tukija hatuna biashara yoyote ya kufanya. Tunatumia nauli, ukija huku unahitaji kunywa maji, unahitaji kula. Kwa hiyo changamoto kubwa ndio hiyo. Nini kifanyike labda, na je, mnaridhika na mchakato ambapo unaenda wa kuweza kuwarejesha? Tunamshukuru Mungu, mchakato unavyoendelea, tunamshukuru Mungu. Tunaona mabanda ndo kama hayo. Of course mwanzo walituambia tuweke meza, lakini Mwenyezi Mungu alipo mkubwa, wakaona hali halisi ya mvua jua, wakaona waanze kututengenezea hizi skeleton ambazo zinaonekana ili tuweke meza tuendelee kufanya biashara. Naona mambo yanaendelea vizuri, kama sasa hivi ndio wamepitisha nyaya za umeme, means kwamba wanatengeneza usiku na mchana. Mwenyezi Mungu ni mkubwa, tunaweza tukaruhusiwa kuendelea na soko muda si mrefu. Ndio. Tuambie mama, tangu mmepata ajali na jinsi ambavyo halmashauri inashughulikia katika kuhakikisha mnarejeshwa kuendelea na shughuli zenu, mnaonaje? Alhamdulillah, tunashukuru Mungu pamoja na sisi. Ndio. Labda mmeahidiwa lini kutakuwa tayari mweze kurejea? Ahadi bado. Na ujenzi unaendelea. Ila muda si mrefu tutakabidhiwa. Na mnaridhika na hatua ambazo zinazochukuliwa? Tunaridhika. Kuna changamoto yoyote labda? Changamoto zipo, kwa sababu hatutaki tukae mbali. Kila siku lazima tuje tufuatilie, kwa sababu tunaweza tukahitajika hatupo. Unaona? Kwa hiyo katika kuja kufuatilia hatuna biashara ndio zishateketea. Tunatumia nauli, ukija huku kuna mahitaji kula nini, unaona? Kwa hiyo ndio changamoto zetu. Mikopo labda mpaka sasa hivi mmeambiwaje, mmeshaanza michakato ya kupata mikopo? Nafikiri mikopo tutapata, ila kwa michakato bado, kwa sababu nafikiri hapa wafanyabiashara tuko wengi sana. Tuko wafanyabiashara ambao tulikuwa hai na wapo ambao wafanyabiashara hapa mawasiliano, lakini baada ya kuona changamoto stendi kuondoka walishaondoka, unaona, na wote kusikia nusu ya mikopo wamerudi. Kwa hiyo sijajua wanataka watukabidhi kwanza ndio watushughulikie swala la mikopo au vipi. Maana unajua zile ni hela za serikali, mtu anaweza akachukua alafu sio mfanyabiashara, hapo watampata wapi? Nafikiri hilo. Yaani hilo kwa kweli litakuwa vile. Kwa sababu gani? Makosa tunayo sisi wenyewe wafanyabiashara, tunaoneana aibu. Yaani kwa mfano namjua huyu alikuwa hayupo, karudi kwa ajili ya changamoto ya kupata mkopo, lakini pale mkuu wa wilaya akiuliza huyu alikuwepo, yaani kumfesi moja kwa moja mtu unaona aibu, unajibu ndio. Kwa hiyo makosa ni sisi wenyewe tunajichelewesha, sio serikali. Kulingana na tatizo la moto limetokea hapa, kwa wakati mgumu sana kwa wafanyabiashara wa soko hili, kwa sababu wanachukua muda mrefu, alafu miundombinu imeharibika, miundombinu kodi. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kwa biashara kurejea kwenye biashara zao za awali. Kwa mashauri ya serikali ni haraka kwa kurudi kwa wakati ambao wafanyabiashara wataendelea na kazi zao na shughuli zao kwa jumla. Hapo ndio nasisitiza kwamba serikali ihakikishe wafanyabiashara wanapata angalau mikopo na pesa za kukidhi mahitaji yao ya kisokoni na jamii zao. Haraka ni majengo tu yakamilike na wafanyabiashara warejee katika biashara zao. Kwenye ishu ya mikopo ndio hivyo, serikali imejadili swala la mikopo, lakini
kwa haraka bado wafanyabiashara hawajakaa kwenye mpangilio wa hiyo mikopo na hawajui mikopo itakavyowafikia na Anaitwa Musa Ndile, mwakilishi wa wafanyabiashara soko la CF. Kwa ufupi, kama unavyoona mwandishi, kazi ambayo tunaendelea nayo hapa kwa kushirikiana na wafanyabiashara pamoja na mwenyekiti wetu ambaye tumempa nafasi ya kuwa mwenyekiti ambaye ni mkuu wa wilaya, ni zoezi la kuhakikisha kwamba tunajenga mabanda mazuri kabisa hapa ili wafanyabiashara ambao wanaingiliwa na maeneo ya biashara hapa warudi mara moja waendelee kufanya biashara. Changamoto zozote ambazo mmekumbana nazo mpaka sasa hivi? Kwa kweli tangu tumeanza kushirikiana na mkuu wa wilaya, changamoto nyingi tumezitatua. Watu wengi walikuwa wajui watafanyaje waweze kujenga, watakuwa pesa. Ametusaidia kudhamini hapa, amekudhamini mwenyewe tayari. Mpaka sasa hivi hatujatoa hata mia. Tunapoona shughuli zinaendelea, hata mia kwa biashara bado hajatoa, lakini banda limesimama. Muda huu unavyoongea na wewe tunaanza kupaua kwa udhamini wa mheshimiwa mkuu wa wilaya Albert Msanga. Mabanda mangapi sofa mpaka sasa hivi tayari? Mabanda mangapi mpaka sasa hivi tayari? Mpaka sasa hapa Mavugo almost mabanda kama 100 tayari yamesha. Na hizi kisimama hapa ni almost kama 100 na kidogo. Na haya inawezekwa yote leo. Kwa nadhani ndani ya siku 2-3 hapa pote kwa biashara wote watakuwa kila mtu ana neno lake na tayari kuanza biashara. Mabanda 100, zaidi ya 100. Kati ya mangapi ambayo mnatarajia kuyajenga? Hapa tunategemea kujenga mabanda almost 280 mpaka 300 ambao wako active wa serious kufanya biashara. Unaambia nini wananchi ambao wanakuja kupata mahitaji hapa lakini na wafanya biashara? Kwa ufupi kabisa, soko limerudi na limerudi kivingine. Mahitaji yote watayapata kama ambao walikuwa zaidi ya wale walikuwa wanapata mara ya kwanza. Kwa hiyo ina amani kabisa kwamba soko la CF ambalo lilikuwa limeungua limerudi tayari, mabanda yamejengwa, wafanyabiashara muda wote wanaanza kuweka biashara zao. Nadhani ukipita kesho kutwa hapa utaona baadhi ya maeneo tayari biashara zimeshaanza kufanyika na sehemu nyingine zilikuwa zinaendelea kumalizika. Mbona unasema kuna bati mnasubiri? Ina maana mtakuwa mnawezeka usiku na mchana? Hapa unapoona taa, tunafunga taa. Mheshimiwa DC amesema yuko na sisi hapa mpaka usiku wa manane. Haya mabanda yote yaezekwe ili kesho anaanza biashara aanze. Ndio unaona nyaya zile, oda zile pale, taa zile pale, tunafunga taa hapa, mafundi wanafanya kazi masaa 24. Asubuhi, mchana, jioni na usiku kuhakikisha kwamba mabanda yanakamilika, wafanyabiashara waanze biashara kama kawaida. Tunaendelea na marekebisho ya soko la Sima 2000 ambalo liliungua. Kama unavyoona, Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza kwamba tutarejesha wafanyabiashara katika hali ya kawaida ya kufanya biashara. Sasa nilitoa maelekezo hapa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI tuangalie namna bora ya kuwarejesha, ikiwemo kwa wao kuweka meza na vibanda ambavyo sio vya kudumu. Lakini kutokana na hali ya mvua najua kwa kipindi hiki tumekaa tukajadiliana na wafanyabiashara, tukaona kwamba inaweza isiwe eneo rafiki sana kwa wao kufanya biashara kwa miezi 3 mpaka 4 tunayosubiri soko likamilike. Kwa hiyo tulichoamua, tumeamua kujenga mabanda ya muda ambapo tutatumia bati zile rigid za geji 32 ambazo mara nyingi zinatumika kama kwenye fence. Kufunika mabanda hapa, lakini tunatumia mbao za kawaida hizi ili tupate mabanda ambapo mfanyabiashara basi angalau wakati wa mvua au jua halazimiki kuondoka katika eneo lake. Lakini makubaliano na jambo kubwa kabisa kuliko yote, tumekubaliana na wafanyabiashara kwamba eneo hili tunakaa kwa muda wakati tunasubiri soko letu likamilike. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi ndugu zetu wa DART pamoja na TANROADS na mtu mwingine yoyote kwamba labda wafanyabiashara watang'ang'ania eneo hili. Hapana, hilo haliwezi kutokea. Tunachokifanya ni kwamba hatuwezi kumwacha mfanyabiashara kwenye jua kali, tumwache mfanyabiashara kwenye mvua wakati soko bado linaendelea kujengwa. Kule tutatumia sio chini ya miezi 4 kulikamilisha. Sasa lazima tufanye kazi kwa kuaminiana na kwa maridhiano kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akituelekeza. Kwa hiyo tumekubaliana hapa tutajenga mabanda ya muda mfupi kwa gharama nafuu, alafu wao wataendelea. Na ili kupunguza hasara kwa serikali na hasara kwa wafanyabiashara, hapa hatutachaji ushuru kwa miezi hiyo 3. Ili gharama ambayo wangelipa 500 kwa siku kwa ajili ya ushuru, basi gharama hiyo itumike kujenga mabanda haya ya muda. Na huo ndio msaada na mchango mkubwa wa serikali katika eneo hili. Yote lengo na madhumuni
ni kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais kwamba tuwarejeshe wafanyabiashara katika hali ya kawaida ya kufanya biashara. Changamoto tulizonazo hapa ni kipindi cha mvua, na kwa sababu jambo hili limetokea kwa muda mfupi, kama unavyoona tunapambana kukusanya huku na huku kidogo tunachopata kuleta hapa ili kazi iende, lakini zote tuna hakika kabisa tunaweza tukazitatua na wafanyabiashara wananipa ushirikiano mkubwa. Lakini lingine ni kwamba tumekubaliana kuunda kikundi hapa cha wajenga mabanda ya masoko. Kikundi hichi ambacho wenyewe wamechagua kukiita kikundi cha Simu 2000, kazi yake itakuwa ni kuboresha kwenye maeneo ya masoko yote ndani ya wilaya ya Ubungo. Tukienda mahali tukikuta kwamba kuna mabanda ya hovyo hovyo, kuna mahali ambapo hakuna miundombinu mizuri, vijana hawa ndio watakaotumika kuboresha pale, ili mfanyabiashara apate sehemu safi na salama ya kufanya biashara, na wao watapata sehemu angalau ya kujiingizia kipato katika kuboresha maeneo ya masoko. Kwa tuko kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba tunasajili kikundi hicho, kikikamilika kiweze kuanza kutoa kazi katika baadhi ya maeneo.